Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na wakazi kata 4 Rungwe watakiwa kuhama kuepuka maafa. Kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Naitwa Bernard James. Karibu na tuwe sote. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema kuwa Tanzania itaendelea kuimarisha zaidi ushirikiano na shirika la bima ya maendeleo ya biashara na uwekezaji Afrika ATIDI katika juhudi za kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini sambamba na kuvutia mitaji zaidi ya sekta binafsi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Taarifa Beni Moipaja inasomwa studio. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika warsha ya ATIDI kuhusu kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji Tanzania, Balozi Omar amelisifu shirika hilo kwa mchango wake mkubwa katika kutoa huduma za kupunguza hatari ya uwekezaji, hatua inayowapa wawekezaji na taasisi za kifedha ujasiri wa kushiriki katika miradi mikubwa barani Afrika. Nimekumbusha haja ya kuendelea kujipanga upya hasa tunapoelekea kwenye utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2025 mwaka 2050. Tuna matarajio makubwa, kutakuwa na mageuzi makubwa sana ya kiuchumi katika utekelezaji wa dira hii na mafanikio yake, na kwa hivyo kila mdau ikiwemo makampuni ya bima, sekta ya mabenki na makampuni kama haya ya ATIDI na wengine ambao wanasaidia kwenye kupunguza zile risk za uwekezaji, then wanahitaji na wao kujipanga upya. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la bima ya maendeleo ya biashara na uwekezaji Afrika ATIDI Manuel Moses amesema taasisi yake itaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali ya Tanzania katika juhudi za kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, huku akihamasisha mitaji zaidi kuingia nchini kupitia miradi mikubwa ya maendeleo yenye tija kwa uchumi wa taifa. Since establishment 25 years ago, ATIDI has grown into the largest provider of investment and trade insurance across the continent, supporting over $93 billion in investments in cross-border trade and investments across the continent. Our partnership with Tanzania reflects a shared vision. To date, ATIDI has supported projects and transactions worth over $7.8 billion across Tanzania, covering sectors such as airports, railways, ports, bridges, infrastructure, telecommunications networks, mining exploration, affordable housing, and multiple energy projects implemented by TANESCO and REA. ATIDI, zamani ikiitwa Africa Trade Insurance Agency ATI, ni shirika la kikanda linalotoa huduma za bima za uwekezaji, dhamana za biashara na usaidizi wa fedha ili kupunguza hatari kwa wawekezaji barani Afrika, Tanzania ikiwa miongoni mwa wanachama waanzilishi wa shirika hilo, ikinufaika kupitia huduma zake ambazo zimewezesha utekelezaji wa miradi mikubwa ya kitaifa ya maendeleo.
Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imesaini hati ya makubaliano na Chuo Kikuu cha Limerick cha nchini Ireland ili kutoa fursa ya vijana wa Kitanzania kwenda kusoma katika chuo hicho kwa gharama iliyopunguzwa, ambapo makubaliano hayo yanatarajiwa kuwasaidia wanafunzi wenye ufaulu mzuri hususan katika masomo ya sayansi kupata nafasi ya kujiendeleza katika vyuo vya kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla ya utiaji saini wa makubaliano hayo, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema tayari wanafunzi 50 waliomaliza kidato cha 6 mwaka jana na kufanya vizuri wameanza kunufaika na mpango huo, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kupanua wigo wa fursa hizo kwa vijana wengi zaidi nchini. Waziri Mkenda amesema kuwa kupitia mpango huo wanafunzi 32 kati ya 50 wamechaguliwa kujiunga na chuo hicho, hali inaonyesha ubora wa programu na kuongeza fursa za ajira kwa wahitimu. Sasa kwa upande wa Ireland, wanafunzi 34 wataenda Ireland, 2 wataenda chuo cha Dublin University, kwa Dublin University College, lakini 32 wataenda hiki chuo cha Limerick. Limerick ni chuo kizuri sana kama kilivyo Dublin, na sehemu kubwa ya sisi kuwapeleka kule na Johannesburg ni kwa sababu watakuwa wakisoma darasani na wanapata fursa ya kwenda kufanya kazi. Yaani unasoma alafu unachokisoma darasani unaenda kufanya kazi kwenye makampuni ya teknolojia. Profesa Mkenda ameongeza kuwa katika awamu inayofuata wanafunzi 34 wanatarajiwa kwenda nchini Ireland ambapo watapata fursa ya kusoma huku wakifanya kazi, mfumo unatarajiwa kuwasaidia kumudu gharama za maisha na kujenga uzoefu wa vitendo. Kwa naweza kuwatangazia Watanzania kwamba mwaka huu tumechukua wanafunzi 50, mwakani tutapeleka wengine vile vile. Hatuwezi kusema ni wangapi, lakini kadiri tutakavyofungua fursa na kadiri tutakavyopunguza gharama za kuwapeleka ndivyo tutakavyoweza kupeleka wanafunzi wengi zaidi. Labda moja la mwisho, katika utaratibu wa Samia Scholarship Extended tunaangalia zile scholarship nyingine zote ambazo tunazipata hapa Tanzania, kuhakikisha kwamba tunazitumia kwanza kwa wale wanafunzi waliofanya vizuri sana darasani. This whole area of science, technology, computer studies, artificial intelligence, applied analytic data is what the future is about. So these young students hopefully will return here to Tanzania and to bring their skills back to beautiful Tanzania to further Tanzania's development and prosperity. Naye makamu mkuu wa chuo cha Limerick Profesa Colin Fitzpatrick amesema wako tayari kupokea wanafunzi kutoka Tanzania, akieleza kuwa watahakikisha wanapata elimu bora na ujuzi utakaowezesha kushindana katika soko la ajira la kimataifa. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam, Angela Matayo, Radio Free Africa. Tanzania imetajwa kama nchi za Afrika Mashariki inayokuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili hasa katika sekta za diplomasia na utalii, na kufanya lugha hiyo kuendelea kuwa na wazungumzaji wengi duniani. Mwanahabari wetu Beatrice Gerard na undani wa taarifa hii. Mwenyekiti wa bodi ya Baraza la Kiswahili Tanzania Profesa Martin Muhando akizungumza wakati wa kufunga kongamano la 5 la Kiswahili duniani anabainisha kuwa lugha hiyo inahitaji kukua zaidi na kuongeza hamasa ya mafunzo zaidi kwa wageni, ambapo serikali imejipanga kuendeleza lugha hiyo kimataifa zaidi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuwezesha matumizi ya Kiswahili katika nyaraka zake, kuhamasisha matumizi ya Kiswahili katika vyombo vya habari, kuendeleza islahi mpya na kupanua matumizi ya Kiswahili katika sekta za utalii pamoja na diplomasia. Serikali kupitia BAKITA imejipanga zaidi mwaka huu wa fedha kuendeleza na kukuza Kiswahili kupitia shughuli mbalimbali muhimu. Msisitizo unawekwa kwa lugha hiyo kutunzwa na kuwa hazina kwa vizazi vijavyo kwa kuwa tayari imetambulika kimataifa. Ni muhimu pia kuzingatia swala la kuhakikisha kwamba bidhaa za Kiswahili zinapozingatia masuala ya habari, pia taarifa hizo zinaendana na utamaduni wetu. Tunaamini kuwa kupitia mijadala iliyofanyika hapa, makosa yanayofanywa mara kwa mara na vyombo vya habari yatapungua ama kumalizika kabisa. Kuwaomba Waswahili wote tu ambao wanahudhuria hapa leo na wale ambao baadaye labda ona vipindi vya televisheni juu ya kongamano hiyo, ili watuze johari hii
ili waendeleze hazina za maneno yake. Vyombo vya habari ni moja ya njia inayotajwa kukuza lugha hiyo, ambapo baadhi ya wanahabari waliopata tuzo akiwemo mtangazaji wa Star TV kupitia kipindi cha Kamusi ya Mtaa Queen Yusuf wanabainisha umuhimu wa wanahabari kutumia lugha hiyo adhimu katika maudhui. Tumeshinda tuzo 2. Tuzo ya kwanza ni mtangazaji mwanamke chipukizi wa vipindi vya lugha ya Kiswahili ambayo nimeshinda mimi hapa. Lakini tuzo ya pili ni ya chombo ambacho kinakuza lugha ya Kiswahili na hapa ni Star TV. Kwa hiyo huu ushindi kwetu sisi inatupa hamasa ya kuendelea kukitangaza Kiswahili, kutumia Kiswahili katika vipindi vyetu vyote vya runinga na radio, lakini tunashukuru sana Baraza la Kiswahili la Taifa kwa kuendelea kutuamini na kututhamini katika mchango wetu wa kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Kuna kipindi kinaitwa Kiswahili kina wenyewe, kinafanywa na manguli wa habari huko Deutsche Welle wakina Mohamed Helef na wengine. Ni kipindi ambacho kinazungumzia Kiswahili fasaha, kinatoa maneno, istilahi, sarufi na jinsi ambavyo Kiswahili kinatakiwa kuzungumzwa. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya kupata kutambuliwa kama chombo cha habari ambacho kinaenzi Kiswahili, lakini pia tunawasihi watu waendelee kuzungumza Kiswahili fasaha na kuendelea kufuatilia vipindi vyetu kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi. La idhaa za Kiswahili linahitimika leo hapa jijini Arusha, ambapo Star TV imefanikiwa kupata tuzo 2 ikiwemo tuzo ya mtangazaji bora wa kike chipukizi, lakini pia Star TV kama Star TV nayo pia imeweza kupata tuzo 1, na hii ni udhibitisho kwamba Kiswahili kimekuwa kikifanya vema sana katika chombo hiki. Na hili pia limedhihirika hivi karibuni kupitia shirika la UNESCO kutangaza kwamba Kiswahili kitakuwa moja kati ya lugha ambazo zitatumika katika shughuli zake za kila siku duniani kote. Naitwa Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Asante sana Beatrice Gerard, lakini hongera sana kwa Queen Yusuf. Nimeona pia Mwalili Doto Shasha, hapo kazi nzuri. Kamusi ya Mtaa basi iendelee vizuri. Na sisi tupo hapa katika kuhakikisha kwamba lugha adhimu ya Kiswahili ama kwa hakika inazidi kukata mawimbi. Katibu wa NEC, Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Kenan Kihongosi ameeleza kuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa soko la Bukoba mjini linalojengwa kwa shilingi bilioni 18.9 hadi kukamilika kwake, fedha ambayo inajumuisha ujenzi wa kituo cha mabasi. Adam Luhomwa ana taarifa zaidi. Ni katika siku ya kwanza ya ziara ya katibu wa NEC, Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa CCM Taifa Kenan Kihongosi mkoani Kagera, yenye lengo la kukagua uhai wa chama na utekelezaji wa ilani ya CCM, ambapo amekagua ujenzi wa soko la Bukoba mjini na kueleza kuridhishwa na kasi ya ujenzi wake. Aidha, amemtaka mkandarasi wa soko hilo Nixon Kisa kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati ili wakazi wa eneo hilo waweze kunufaika na soko hilo. Ukifanya vizuri utapewa sifa, ukifanya vibaya hutapewa sifa. Hapa watu wa Kagera, naamini katika mioyo yenu mnasema mama Mungu akupe maisha marefu. Kwa hiyo tunaipongeza serikali na rais wetu kwa mradi huu mkubwa. Mkataba unasema umeanza Oktoba, inabidi ukamilike Januari 27. Niombe wataalamu wetu mradi ukamilike kwa mujibu wa mkataba. Mhandisi wa mradi huo Nixon Kisa ameeleza hatua mbalimbali za mradi huo ulipofikia na kuahidi kuukamilisha kwa wakati. Mpaka sasa mradi umefanikiwa kukamilisha hatua za muhimu za awali za ujenzi, kutoa ajira za muda kwa wakazi wa Bukoba mjini. Awali, baada ya kuwasili uwanja wa ndege wa Bukoba na kupokelewa na kamati ya siasa mkoani humo, Kihongosi ametembelea shina namba 5 la Bakoba, manispaa Bukoba mjini, ambapo amefurahishwa na utendaji wa shughuli za chama katika shina hilo na kisha kufanya mkutano wa hadhara katika uwanja wa Mayunga, ambapo amesikiliza kero za wananchi na kuzipatia ufumbuzi. Hapa mna ujenzi wa stendi, uongo kweli? Inajengwa haijengwi? Piga makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Swala la stendi katika mkoa wa Kagera ulikuwa ni wimbo usiotekelezeka. Zaidi ya miaka 10 ahadi, lakini ndani ya uongozi wa miaka 5 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jambo hilo limetekelezeka. Uongo kweli watu wa Kagera? Nawaambia wazingatie changamoto ambayo tunayo ni barabara zinazounganisha wilaya na wilaya. Kuna barabara zinazounganisha Karagwe na Ngara, Karagwe na Kyerwa, Bukoba vijijini na Muleba.
Wakati huo Kenani Kihongosi amewataka wakazi wa eneo hilo kuhakikisha wanaendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano uliopo nchini. Penye ukweli tunapaswa kuambiana nini? Ukweli. Ukiona mtu anafanya mambo hayo maovu, huo ni ushamba wa kisiasa. Tulinde taifa letu, tupende nchi yetu, tupende mkoa wetu, tuwe na huruma na vizazi vinavyokuja. Kutoka Manispaa ya Bukoba mjini mkoani Kagera, Adam Luhomwa, Star TV. Naibu Waziri wa Nishati Salome Makamba amesema matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yameongezeka kutoka 6% mwaka 2023 hadi 23% kwa sasa, huku taasisi 45 za umma zikikabidhiwa mifumo ya majiko ya kisasa ya thamani ya shilingi bilioni 9.2 katika hatua kufikia lengo la 80% ifikapo mwaka 2034. Taarifa zaidi na Athmani Mihula. Naibu Waziri Makamba ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika hafla ya makabidhiano ya mifumo ya kisasa ya nishati safi ya kupikia kwa shule ya msingi Bunge, Diamond na shule ya sekondari Jangwani. Amesema serikali inaendelea kuhamasisha uwekezaji katika nishati safi, kuimarisha mnyororo wa thamani na kuongeza uzalishaji wa ndani, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuhakikisha matumizi ya nishati safi yanaongezeka nchini. Na kwa mradi huu wa shule 45 unagharimu zaidi ya milioni 922.5. Kwa kweli kwa utekelezaji huu tunatarajia mpaka kufika mwaka 2034 angalau 80% ya Watanzania wote watakuwa wanatumia nishati safi ya kupikia. Na nitoe rai kwa wadau wote wa maendeleo. Hili ni jukumu letu sote. Mheshimiwa Rais alijicommit katika mkutano wa marais wa Afrika kwamba ifikapo 2034 asilimia zaidi ya 80 tutakuwa tunatumia nishati safi. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule ya msingi Bunge, Leonida Mulekuzi, amesema shule hiyo inaokoa shilingi milioni 1.5 kila mwezi kutokana na kuanza kutumia nishati safi ya kupikia badala ya kuni. Wakati tunatumia kuni na mkaa tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana. Kwa siku tulikuwa tunaweza kutumia kuni za shilingi 75,000 na tulikuwa tukinunua gunia la mkaa lile kubwa tunatumia kwa siku 4 tukiwa tunachanganya na hizo kuni. Mkuu wa ushirikiano wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Mark Stalmans, amesema mpaka kufikia mwisho wa mwaka huu wana mpango wa kufikia shule 145 kupitia mradi wa nishati safi ya kupikia, huku naye mshauri mkuu wa masuala ya kiufundi wa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF, Peter Malika, amebainisha kuwa wanafunzi 62,000 wamenufaika na mradi huo. Leo tumekabidhi majiko 5 ya nishati safi ya kupikia. Kama ilivyotajwa na mwenzangu kutoka UNCDF, tayari tumetoa suluhisho la kupikia kwa shule 45 nchini. Mpango wa Cook Fund umewekeza takriban dola milioni 10.1 sawa na shilingi bilioni 26 katika SMEs 102 za sekta binafsi za nishati safi. Mradi wa Cook Fund unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya EU na kutekelezwa na serikali ya Tanzania kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF, ukiwa na lengo la kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuachana na matumizi ya kuni na mkaa. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Viongozi wa jeshi la polisi wakishirikiana na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF wamedhamiria kuongeza uwazi na kuimarisha mawasiliano katika kurahisisha mchakato wa kufikisha huduma muhimu ikiwemo malipo ya fidia kwa wanachama ambao wanapata madhira wakiwa kazini. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Kamishna wa kamisheni ya uchunguzi wa kisayansi, kamishna wa polisi Shaban Hiki amebainisha hayo wakiwa mkoani Morogoro kwenye kikao kazi cha kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi hizo mbili, jeshi la polisi na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Iliafikiwa kwamba kila tukio la ajali au jinai lichunguzwe na jeshi la polisi kwanza kabla ya malipo kufanywa na WCF. Natambua kuwa kuna haja ya kuendeleza mahusiano haya kwa kuzingatia faida za mahusiano haya yakiwemo WCF imepata mafanikio chanya kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi Daktari John Mduma amesema kikao kazi hicho ni maalum kufanyia maboresho maeneo muhimu hususan taratibu za upatikanaji wa fidia kwa wafanyakazi. Kiwango kinachotumika kulipwa fidia ni 70% ya mshahara ghafi.
hii tunaita replacement ratio, na ni viwango ambavyo viko juu kwa viwango vinavyopendekezwa hata na shirika la ILO, ambapo nafikiri wanasema isipungue 5.5, lakini sisi kwa tathmini ambayo tumefanyiwa tuko juu ya vile minimum requirement ya shirika la kazi. Baadhi ya washiriki wa kikao kazi hicho wameeleza pia mtazamo wao maeneo yanayohitaji maboresho. Naelewa ndio future inakwenda kwamba mifumo yetu lazima isomane, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba taasisi za umma mifumo iweze kusomana, badala ya kuanza kubadilishana taarifa kwenye makaratasi. Hiki kama tutatoka hapa kwamba tulikubaliana hili la kubadilishana taarifa kwa njia ya kimfumo, basi yote haya sasa inabidi yaingie vizuri sasa kwenye makubaliano yetu ili twende sawa. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ni taasisi ya hifadhi ya jamii iliyoundwa kwa mujibu wa sheria ya wafanyakazi, ikihusisha waajiri na waajiriwa wa Tanzania bara, ikilenga kushughulikia masuala ya fidia kwa wafanyakazi walio katika sekta za umma na binafsi ambao wataumia, kuugua ama kufariki kutokana na kazi. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Huseni wa Star TV. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imezitaka taasisi zote zinazokusanya au kuchakata taarifa binafsi nchini kukamilisha usajili kabla ya tarehe 8 Aprili 2026 kufuatia kuanza rasmi kwa utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi sura ya 44. Blair Moses ana taarifa zaidi. Maelekezo ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi yametolewa jijini Dodoma. Maelekezo ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi yametolewa jijini Dodoma. Kumradhi mtazamaji, taarifa hii itakapokuwa tayari basi tutairejea. Wakazi wa kata 4 halmashauri ya wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya wameagizwa kuhama makazi yao kwa muda kufuatia maafa ya maporomoko ya udongo yaliyosababisha vifo vya watu 18 wakiwemo watoto 14 baada ya mvua kubwa kunyesha usiku kucha. Taarifa zaidi na Laudence Mkonda. Vilio na simanzi vikiwa vimetawala kwa wakazi wa kata za Nkuga, Lupepo, Kawetele na Ikuti baada ya kukumbwa na janga hilo la nyumba zao kufunikwa na udongo. Kamati ya usalama ya wilaya ya Rungwe ikiongozwa na mkuu wa wilaya Kyela Josephine Manase kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu imefika katika maeneo yaliyoathirika na kutoa wito kwa wananchi kuhama mara moja ili kuepusha madhara zaidi. Tumesikitishwa sana kwa hichi ambacho kimetokea, na tuko hapa kwa ajili ya kuwafariji ndugu zetu ambao mmepotelewa na ndugu, lakini pia kama ofisi tukasema tusije hivi hivi, tuje na kitu kidogo. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwaomba sana ndugu zangu ambao bado nyumba zenu ziko ukanda huu, tuwaombe muondoke. Mpishe ili eneo mpaka pale ambako mvua zitapungua. Ni rahisi, ni aheri utafute mali lakini uhai hautafutwi. Wakazi wa maeneo hayo wamesema mvua kubwa zilizoanza kunyesha usiku wa kuamkia jana ndizo zilizosababisha udongo kuporomoka na kufunika makazi yao na kusababisha vifo pamoja na uharibifu wa mali. Nyumba ya jamaa mmoja ambaye anaitwa Nsajigwa ikaangukia kwenye kitanda chake, akakurupuka kukimbia nje, akaangalia kwa watoto wake akakuta ndugu zake wapo. Akaenda kwa Asumani, bwana mimi huku nimeangukia na nyumba. Akasema ngoja tuangalie banoti. Kumwangalia kule kutoa nyumba imeshaangukia. Mvua kweli ilianza jioni, imenyesha mpaka asubuhi muda wa saa 12 tunaenda kuangalia tukio la huko ng'ambo. Tunafika hapo juu tunakuta nanili kimetitia. Ndio tukaanza kuita majirani. Ninatoka nje ninasikia kelele. Mtu anapiga kelele, kumbe yupo mlimani huko. Nikazunguka upenuni kwa nyumba yangu. Nikasikia kelele, ninaangalia ninakuta nyumba za jirani yangu hamna. Na ninaona mtiririko mkubwa wa udongo. Wakati juhudi za tathmini zikiendelea,
mamlaka zimeendelea kusisitiza wananchi kuchukua tahadhari na kuhamia maeneo salama hadi hali ya hewa itakapotengamaa. Kutoka Rungwe mkoani Mbeya, Laudens Mkonda, Radio Free Africa. Poleni sana kwa familia, ndugu jamaa na wote ambao wamekutwa na tatizo hilo kubwa, namna wanavyolia kwa uchungu hapo. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imezitaka taasisi zote zinazokusanya kuchakata taarifa binafsi nchini kukamilisha usajili kabla ya tarehe 8 Aprili mwaka 2026 kufuatia kuanza rasmi kwa utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi sura ya 44. Blaya Moses na taarifa hii. Maelekezo ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi yametolewa jijini Dodoma. Mtazamaji, wadau wa sekta ya ubunifu na ushonaji wa nguo wameombwa kujitokeza kusaidia vijana wenye ndoto ya kuwa wabunifu wakubwa kutokana na mchango wao katika kuleta maendeleo ya nchi, ikiwemo ulipaji wa kodi kupitia shughuli mbalimbali wanazozifanya. Taarifa zaidi na Sharifa Suleiman. Ni zaidi ya miaka 10 katika fani ya ushonaji na sasa ni mbunifu na mshonaji wa nguo za kike. Ni Lea Nyerembe, mkurugenzi wa nembo ya Lea Fashion, anaokutanisha wabunifu mahiri na wanafunzi wanaosomea fani ya ushonaji katika chuo cha VETA Mwanza. Niliandaa semina hii kwa ajili ya kuwezesha wabunifu kutoka hatua ya chini hatimaye kukua na kuwa fundi mahiri. Na imekuwa kitu kikubwa, watu wamejitokeza kwa wengi, lakini pia tumejifunza namna ya kupamba nguo. Maana kushona ni jambo moja, lakini kupamba ni kitu kingine tofauti kabisa. Kwa hiyo tumejifunza aina za vitambaa, maana pia sio kila mshono unaweza kudesign kitambaa. Matamanio yake ni kuona Mwanza inakuwa na ubunifu mahiri wa nguo, muhimu wadau wamshike mkono. Hii ni sadaka ninaifanya. Kwa hiyo mdau yeyote yule ajitokeze, hata wabunge, waheshimiwa wabunge wanaweza kuona ninachokifanya kwenye jamii, kwa sababu hawa ndio tunaoandaa kuwa walipa kodi wazuri wa baadaye. Kwa hiyo wakiweka nguvu, kwani kuna shida gani? Kwa hiyo tunawaomba waheshimiwa, wadau mbalimbali, wapenda maendeleo, msapoti kundi hili la madesigner, lina pesa na ndio walipa kodi, ndio wanaoleta maendeleo kwenye nchi yetu. Chuo cha VETA Mwanza wanaona ushonaji ni kazi kama zingine na kuomba ushirikiano wa mafunzo kivitendo ili wanafunzi wao wazifikie ndoto zao. Na sisi tutakupa ushirikiano mzuri tu kwa kwamba basi Lea Fashion inakuwa zaidi, lakini ikiwa inashirikiana pamoja na VETA ambayo pia tunatoa huduma kwa hao wananchi. Lakini wanapoenda nje wanakutana na mchanganyiko wa mavazi tofauti. Kwa hiyo waweze kuwasaidia na mwisho wa siku tuweze kuwatoa vijana ambao watatusaidia baadaye katika taifa letu. Wanafunzi wa VETA Mwanza wanaeleza kile wanachokipata kwenye mafunzo na ubunifu, wakieleza tija yake. Waelewe kwamba kujifunza cherehani sio kufeli shule. Saizi cherehani ni fashion nzuri, watu wanakimbilia huko. Semina hii imenijengea kwamba ushonaji ni kama kazi zingine ambazo zinaweza kumpatia mtu kipato. Yaani ujuzi ndio unaofanya mtu akue kwa kile anachokifanya, au kutoka kwenye hatua ile aliyopo kwenda hatua nyingine nyingi, au zulie madarasa. Siku hizi platforms ni nyingi za kujifunza. Huu ni mwendelezo wa Lea kukutana na washonaji maeneo tofauti na kuwajengea uwezo juu ya fani hiyo, kuifanya kisasa zaidi ili wafikie malengo yao. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi, tofauti na mwanzo. Lipa tuku posti zaidi, lipa
Times tumewaletea tena. Mteja wa Star Times Antenna lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi tukubusti kwenda mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tu kwa mwezi tutakubusti kwenda Uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia Uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa ya hadi siku 5 zaidi bure, huku kupitia ST Swahili ukifurahia tamthilia mpya kabisa Lavender Fields. Ushuhudie mwanamke aliyesalitiwa na kuibiwa mtoto wake akirudi kulipiza kisasi. Ni kila siku saa 3 kamili usiku, bila kukosa tamthilia nyingine kali ya Reborn. Ukutane na visa vya binti masikini anayepandikizwa moyo wa binti tajiri aliyefariki kwa ajali. Ni kila siku saa 3:45 usiku kupitia Mambo TV Swahili. Furahia bongo movies na series kibao za kibongo, watoto nao wakiendelea kufurahia Boni Bias na katuni nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia ST Swahili. Star Times, lipa tukubusti zaidi. Jicho letu mkoani, ambapo wanafunzi zaidi ya 150 wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Mwembeni B manispaa ya Musoma mkoani Mara wanakabiliwa na upungufu wa madawati zaidi ya 200 na kuweka mazingira rafiki ya kujifunzia. Habari zaidi kutoka Mara na mwandishi wetu. Shule ya msingi Mwembeni B ni miongoni mwa shule jumuishi zinazotoa elimu ngazi ya awali na msingi kwa wanafunzi na watoto wenye mahitaji maalum. Shule hii inakabiliwa na tatizo la upungufu wa madawati, hatua inayotajwa kukwamisha elimu kwa watoto. Kwa idadi ya wanafunzi tulionao tulitakiwa tuwe na madawati 230. Lakini tunayo madawati 110 tu. Kupitia upungufu huo tukawa tumetafuta wadau mbalimbali kwa ajili ya kutusapoti ili tutengeneze mazingira ya ufundishaji yaweze kuwa rafiki. Kilio hiki kinasikika na wadau wa maendeleo benki ya NMB ambao wanaamua kutoa madawati 45 ili waweze kuwasaidia wanafunzi wakiwa masomoni. Kwa hili tukio ambalo tunalifanya hii leo, tumetoa madawati 45 kwa shule za msingi 3. Tuna Rwamlimi, tuna Nyamatare, lakini pia tuna hii shule hapa ambapo tupo, shule ya Mwembeni. Akipokea msaada huu na kukabidhi, mkuu wa idara ya elimu ya msingi na awali katika manispaa ya Musoma Bakari Sabini anawashukuru wadau hawa wameendelea kwa kutoa msaada. Nitoe shukrani za dhati kwa NMB makao makuu, lakini na Musoma, kwa viongozi wa NMB Musoma kwa ajili ya kutupokea kwa changamoto tuliokuwa nayo na kuona umuhimu wa kutusaidia madawati. Kupatikana kwa madawati haya kuna kwenda kuongeza hali ya ujifunzaji na ufundishaji katika shule hii, huku mmoja wa wazazi na wanafunzi wakitoa shukrani zao. Tunashukuru NMB kutuletea madawati. Tutakaa vizuri, tutasoma kwa bidii. Wazazi na jamii na waomba nao waweze kuchangia kuweza kutuletea madawati shuleni. Tunashukuru NMB kwa kutusaidia madawati kwa sababu yatapunguza msongamano wa wanafunzi darasani. Wadau wa maendeleo benki ya NMB tawi la Musoma limezishika mkono shule 3 za msingi za Mwembeni B, Rwamlimi na Nyamatare ili kuwawezesha watoto kupata sehemu ya kuketi wawapo masomoni. Habari za biashara na uchumi zinafuata. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu.
Mpango wa kutoa mafunzo ya mara kwa mara na huduma kwa wajasiriamali hususan vijana wabunifu unaosimamiwa na shirika la maendeleo ya viwanda vidogo vidogo katika mkoa wa Arusha umewafanya wajasiriamali wengi kuwa na shauku ya kurasimisha bidhaa ambazo wanazalisha. Taarifa kamili na Angela Moleka. Kwa mwaka huu 2026, SIDO imetimiza mpango endelevu wa kila mwaka wa kuwakutanisha wajasiriamali na taasisi wezeshi ikiwemo Wizara ya Viwanda na Biashara, taasisi za kifedha ikiwemo TRA na mashirika ya kijamii, ambapo yametolewa mafunzo ya kuwajengea uelewa wa wazalishaji, wengi wao wakiwa ni vijana na wanawake. Sababu imetokea mara nyingi tunaposikia TRA wanakuja tu wanaweka vifuli, lakini pia ni kutokana pia na hatuna elimu. Watu wengi hawana elimu juu ya swala la kurasimisha biashara, lakini pia juu ya kuweka biashara zao ziwe salama katika swala la kufuata miundombinu ya TRA, lakini pia swala mzima la kwenda kwa SIDO kwa ajili ya kurasimisha biashara. Tunavyoendelea kupata product kubwa na tukaendelea kuzalisha kiasi kikubwa, na tunahitaji vijana wa kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo unakuta ajira inaongezeka katika hiyo. Ni kiasi kwamba unaweza kuwa unapata kuzalisha na vijana wengine wa kufanya kazi. Ni ukweli kuwa TRA inatambua changamoto ya wajasiriamali wengi kukwepa kurasimisha biashara zao kwa hofu ya kutozwa kodi kubwa na kubugudhiwa, dhana ambayo hata hivyo inawekwa sawa na meneja msaidizi upande wa huduma kwa mlipa kodi TRA Arusha, Jimmy Mwasika. Unaweza kukuza biashara yako bila wasiwasi wowote, lakini pia ni ulinzi kwenye biashara yako. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa hiyo elimu na kuwafanya marafiki sote kati ya sisi na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. Wasiogope ishu, kwa tunajua hawa wanatoka katika sekta ambazo sio rasmi. Kwa hiyo kwa ajili ya kuwarasimisha, tupo kwa ajili ya kuelimisha ili wajue hizi taratibu za kikodi zinakwenda vipi na zisiwe mzigo kwao. Wito wa afisa biashara katika sekretarieti ya mkoa wa Arusha Njivaine Molel na meneja wa SIDO Jafari Donge ni kwa wajasiriamali kuitumia SIDO kwa mafunzo na ushauri wa mara kwa mara. Kwa mfano hapa kuna product ambazo tunaziukuta, tunaziacha barabarani, tunazitupa. Lakini watu walipoenda SIDO kujifunza, wamejifunza wakaenda wakazichukua hizo product ambazo ni kama raw material. Wakaenda wakaanzisha viwanda vyao, sasa hivi wanaoisha mazuri. Sisi vijana wanaopita kwetu au vijana wabunifu wanapokwenda kwenye maeneo yao na wakiona ya kwamba ile huduma yao, kile kitu walichokusudia kijaenda, basi warudi ofisini kwetu tuweze kuwashauri. Kwa mwaka jana 2025, SIDO ilitoa mafunzo na huduma kwa wajasiriamali 1100 katika mkoa wa Arusha. Angelo Moleka, Star TV. Halmashauri ya wilaya ya Nyakwale kwa kushirikiana na chemba ya wanawake wafanyabiashara TWCC imeanzisha mafunzo maalum ya ujasiriamali kwa baadhi ya wanafunzi wa shule za sekondari, hatua ambayo inalenga kikubwa zaidi kuwajengea uwezo wa kuanzisha biashara mapema na kufungua milango ya fursa hasa wakiwa bado shuleni. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Kila mwanafunzi ana ndoto, lakini si wote wanaoanza safari ya kuzitimiza mapema. Mafunzo ya utengenezaji wa sabuni ya kufulia na za vyooni ndiyo somo linalotolewa. Wanajifunza kujiamini, kuthubutu na kuanza kwa mikono yao wenyewe. Hii sabuni ina manufaa makubwa sana katika maisha yangu. Si kwa hapa shule tu, hata pale ninapoenda kuimaliza form 6 mwezi wa 5, nategemea kwenda kuwa mjasiriamali mkubwa katika kijiji changu na wilaya yangu, hata mkoa pia. Ni elimu inafungua macho na kuwapa vijana ujasiri wa kuanza hata kidogo. Kwa sababu tuna somo la business study, ambayo business study ndo pamoja na hii jinsi ya kutengeneza sabuni. Kwa hiyo namshukuru sana mkurugenzi wa kutukumbuka sisi vijana ambao bado tupo shuleni. Mashine kusaidia hata kupata hata ukiwa una daftari, mzazi anakuzungusha unataka una daftari au calculator. Mafunzo ndo mtaji rasmi. Halmashauri imedhamini hilo na sasa hii ni biashara kwao. Zitauzwa ndani na nje ya wilaya. Hii itasaidia wanafunzi kupata hela za kujikimu. Hii program itakuwa endelevu kwa sababu ujuzi ambao umeupata leo utaendelea kusimamia sisi kama maafisa maendeleo ya jamii wilaya, tukisaidiana na maafisa maendeleo ya kata, tutaendelea kuwasimamia wanafunzi ambao wamepokea ujuzi leo kuhakikisha kwamba wanaendelea kutengeneza hizo sabuni, na tutasaidia kutafuta masoko kwa sababu kuna watumishi wengi wa halmashauri. Na kwa hiyo tutakuwa tunatengeneza sabuni na tutakuwa tunasaidia kuzinadi hizo sabuni. Shule za sekondari Karumwa na Msalala zimefungua kurasa mpya wa elimu ya ujasiriamali, elimu inayogusa maisha halisi, si kwa ajili ya mitihani tu, bali kwa maandalizi ya maisha yao ya baadaye. Na ni watoto wa kike pamoja na wa kiume wote ambao wameweza kujifunza mafunzo haya. Tunaamini huu ni mwanzo.
Mungu akisaidia, tukiweka mazungumzo mazuri na mkurugenzi, tunaweza tukaja na programu nyingine ya kutengeneza taulo za kike zile ambazo niliseko. Vijana wanafundishika, wametamani na mpaka dakika hii wanauliza material wanapata wapi. Kwa hiyo ni fursa ambayo wameiona na wameona ni kitu rahisi wanachoweza kukifanya, hata kama ni siku ya Jumamosi wakatengeneza sabuni zao, Jumapili wakauza na kikawasaidia na kuwasapoti wazazi wao. Hatua hii inaweka misingi imara kwa kizazi cha vijana wanaojiamini, wabunifu na tayari kujitegemea, si kwa kesho tu, bali kuanzia sasa. Asante mkurugenzi kwa kutuwezesha ujasiriamali. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Habari za kimataifa ni hivi punde. Iran inalipitia pendekezo la Marekani juu ya kumaliza vita, lakini haina nia ya kufanya mazungumzo na Marekani, huku mashambulizi ya kila upande yakiendelea kuripotiwa na shinikizo likiongezeka la kuvimaliza vita hivyo kwa njia ya kidiplomasia. Charles Machugu na undani wa habari hii. If Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. Msemaji wa ikulu ya White House Bi Caroline Leavitt amesema endapo Iran itaukataa mpango huo kumaliza vita, Marekani itafanya mashambulizi ya nguvu zaidi kuliko ya hapo awali. Moja kati ya pendekezo ambalo Rais Trump amelitoa ni Iran kuachana kabisa na mpango wao wa nyuklia na kuacha kuitishia Marekani na washirika wake. Licha ya taarifa hii kutolewa ndani yake, inaonekana Rais Trump anaishinikiza Iran kukubali mpango huo na kuitishia kuisambaratisha ikiwa haitokubali makubaliano ya kukomesha vita hiyo. Tehran nayo haikuchelewa kujibu, ikisema inalipitia pendekezo hilo, lakini haina nia ya kujadiliana, licha ya baadhi ya maafisa wa Iran kutaja kuwa nchi hiyo ilipokea pendekezo la Marekani la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayed Abbas Araghchi amesema kwa sasa Iran imejijengea hadhi ya kutokuweza kushambuliwa tena na kwamba maadui zao watahofia kuingia tena katika vita na watu wa Iran. Tukiangazia Lebanon, ndege za kivita za Israel zinaendelea kulenga vijiji vyote kusini mwa Lebanon, huku mzozo na Hezbollah ukiingia wiki yake ya 4, huku mashambulizi ya ardhini pia yanazidi kushika kasi. Kiongozi wa Hezbollah Naim Qassem amesema kufanya mazungumzo na Israel wakati mashambulizi yakiendelea itakuwa ni sawa na Lebanon kukubali kusalimu amri. Kauli hiyo imetolewa wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema vikosi vyake vimetanua eneo la ulinzi na usalama ndani ya Lebanon na kwamba vikosi vyake vya ardhini vinajaribu kusonga mbele zaidi. Israel ililikalia eneo la kusini mwa Lebanon kwa takriban miongo miwili hadi mwaka 2000. Imetuma tena vikosi vya ardhini nchini humo, ikisema inajaribu kuchukua udhibiti wa eneo hilo hadi mto Litan, takriban kilomita 30 kutoka mpakani mwa nchi hizo mbili. Kwingineko, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kutambua utumwa kama uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya ubinadamu. Azimio hilo lililopendekezwa na Ghana pia linataka fidia. Azimio hilo lilipitishwa kwa kura 123 zilizounga mkono, 3 zilipinga, ikiwemo Marekani, Israel na Argentina, na 52 zilijizuia, ikiwa ni pamoja na Uingereza na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Rais wa Ghana John Dramani Mahama ameikosoa Marekani kwa kurekebisha historia ya watu weusi na kuonya kwamba sera kama hizo zinaweza kuwa na athari kubwa zaidi duniani. Kipaumbele kingine ni urejeshaji wa mabaki ya kiutamaduni, mamilioni ya vipande vilivyochukuliwa kutoka ufalme wa Ashanti, milki ya Mali na ufalme wa Benin
Kwa Accra, vitu hivyo sio mali tu, vina thamani ya kiroho na ni sehemu ya historia ya utambulisho wa watu wa Afrika. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Vikosi vya Uingereza vimeamriwa kuzuia na kuviwekea vyombo vinavyoshukiwa kuwa vya kijeshi vya Urusi katika maji ya Uingereza, huku serikali ikichukua hatua ya kuimarisha utekelezaji wa vikwazo hivyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amethibitisha kwamba meli za kivita na makomando na wafanyakazi wa kutekeleza sheria watapewa jukumu la kusimamia na kuviweka kwenye vyombo vya maji vinavyoshukiwa kukwepa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi tangu uvamizi wa Ukraine. Meli za kijeshi za Urusi zinazokadiriwa kuwa zaidi ya meli 1000 za zamani zimekuwa njia muhimu ya kudumisha usafirishaji wa mafuta licha ya vikwazo vya Magharibi. Meli hizi mara nyingi hufanya kazi chini ya bendera za urahisi, miundombinu ya umiliki isiyoeleweka na hutumia mbinu za udanganyifu za usafirishaji ili kujaribu kuepuka kugunduliwa. Meli hizi pia zina hatari kubwa zaidi, mara nyingi hazitunzwi vizuri na kuendeshwa vibaya nje ya mifumo ya kawaida ya usalama wa bima na kuongeza uwezekano wa ajali na janga la kimazingira katika pwani ya kusini. Mwisho wa habari za kimataifa. Muda sio mrefu ni habari za michezo na burudani. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Uongozi wa timu ya Pamba Stars Veteran katika kusherehekea sikukuu ya Pasaka watakuwa na timu ya Kunduchi Beach Veteran ya Dar es Salaam ambayo itatumia siku hiyo kucheza mechi 2 jijini Mwanza zenye lengo la kukuza na kuimarisha uhusiano. Tupate taarifa zaidi. Wachezaji wa timu ya Pamba Stars Veteran na Mwanza Veteran wakifanya mazoezi ya pamoja kwa ajili ya kujiandaa na ujio wa timu ya Kunduchi Beach Veteran ya Dar es Salaam wakati wa sikukuu ya Pasaka jijini Mwanza. Katibu wa timu ya Pamba Stars Veteran inayoundwa na wachezaji waliovuma miaka dahari iliyopita wakiwa na TP Lindanda Pamba ya Mwanza Munga Lupindo anasema kila kitu kuwezesha mechi hizo za Pasaka kuchezwa jijini Mwanza kimekamilika. Kuelekea Pasaka tunategemea kupata wageni kutoka Dar es Salaam, wale Kunduchi Beach. Wale Kunduchi Beach watakuwa na mechi 2 hapa Mwanza, lakini wataingia siku ya Ijumaa Kuu na Jumamosi asubuhi watacheza mechi pale Nyamagana na Mwanza Veteran. Lakini baada ya hapo tutakutana nao hapa katika dimba la CCM Kirumba, Pamba Stars pamoja na Kunduchi Veteran. Hapo sasa ndio utaona burudani jinsi inavyopatikana katika uwanja wa CCM Kirumba, kwa sababu tumeshauzoea, tunaelewana, lakini pia tuko vizuri. Viongozi wa kamati ya uchumi na mipango wa Mwanza Stars Veteran ambao ndio wanaoratibu mechi hizo wanasema wanachokizingatia ni kuendeleza wito wa serikali kufanya Tanzania kuwa na amani, kwa timu moja kuitembelea nyingine na kukuza uhusiano. Utakumbuka uongozi wa juu wa nchi yetu, viongozi waliotangulia wameendelea kusisitiza umoja, upendo na mshikamano. Kwa kimsingi kwenye hali ya kukutana kwa mfano na hawa Kunduchi Beach ambao wanakuja hapa Mwanza, maana yake tunaendelea kujenga ule umoja wa kitaifa.
kama familia, kama nchi, kama Watanzania, lazima tupendane, lazima tuwe wamoja na lazima tukutane. Uzuri wa nchi yetu ndio huo sasa. Watu wanatoka Dar es Salaam wanakuja Mwanza na sisi tusafiri tunaenda Zanzibar, tunaenda Dodoma. Ni mahusiano, tunakujenga mahusiano. Ni kwa sababu ni nchi ya amani na turuhusu kufanya mambo. Mwenyekiti wa Pamba Stars Veteran Msema Kawewe anasema kutembeleana kwa timu za veteran kuna maana kubwa zaidi ya mchezo husika. Kuna kipindi kirefu sana watu hawatukutani. Sasa hivi kuna watu hawajawahi kukutana zaidi hata miaka 10, 15 unaona. Lakini tunapotembeleana basi tunakuja tunakutana na watu ambao tulikutana siku nyingi, tunakutana na watu ambao tulicheza mpira siku nyingi. Kwa hiyo ile ni jambo la kwanza kabisa ambalo linakuwa linaleta faida ya kuweza kutembeleana. Lakini pia ni ile kuzidi kujenga mahusiano, lakini vile vile kurefresh. Kama unavyojua kwamba mtu unapokuwa umekaa sehemu moja tu basi kuna vitu vingi sana vinakupita. Baada ya ziara hiyo ya kimichezo kwa timu ya Kunduchi Beach Veteran, Pamba Stars Veteran itarudi kwenye uwanja wa mazoezi kujiandaa na ziara ya kimichezo ya Dar es Salaam kisha Zanzibar kabla ya kucheza na timu ya Bunge Sports Club jijini Dodoma. Abdullah Tilata, Star TV.